Anaitwa Daniel Migera, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Jamii Kwanza Initiative. Jamii Kwanza Initiative ni taasisi isiyokuwa ya kiserikali inayojihusisha na mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, tunafanya maendeleo ya elimu hasa kwa kujenga mashule kwenye vijiji au jamii ambako hakuna shule. Tunafanya kazi ya kuboresha mashule chakafu kwa ajili ya kutoa mvuto au maana na umuhimu wa mtoto kukaa shuleni. Lakini pia tunafanya au kutoa elimu ya ukatili wa kijinsia kwa mama na mtoto. Na hili jambo la tatu, tunafanya kazi ya mazingira, nature conservation. Na hii tunafanya kampeni ya upandaji miti, usafishaji wa mazingira na kadhalika, tukiamini kwamba mazingira ni afya na hawezi kuwa na mazingira ambayo ni machafu yasitengeneze afya au kadhani umetekeleza kitu. Kwa hiyo Jamii Kwanza Initiative, hiyo ndio milengo mikubwa ambayo tunashughulika nayo. Lakini hatujaishia tu hapo, kwa sababu taasisi ni ya kitaifa. Mwaka huu tumetambulisha mradi wa kujengea kamati za mtakuwa uwezo kwa mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Ilala, ambapo tumechukua kata 3: kata ya Msongola, kata ya Kivule na kata ya Kipunguni. Kwa hizi kata tumeanza huu mradi ambao utadumu kwa muda wa miaka 3, tukiamini kwamba kamati hizi zinashiriki pia katika ulinzi wa mtoto, zinashiriki pia katika ulinzi na kutoa elimu au kupinga ukatili wa kijinsia. Kwa zikiimarika, maana yake tutakuwa na watu mahiri, tutakuwa na jamii mahiri na taifa ambalo ni thabiti pia. Kwa leo tarehe 19, Jamii Kwanza kwa kushirikiana na polisi tumeandaa pia kampeni ya malezi ya pembe tatu. Haya malezi ya pembe tatu ni slogan ambayo ni mpya, ambayo tumeona kwamba ikitumika pia hasa iliyoasisiwa na idara ya polisi inaweza ikaleta chachu nzuri zaidi. Sasa hii imechukua kwamba kuna jamii, lakini kuna mzazi, kuna shule na kuna polisi. Sasa jamii haionekani hapo kati, kwa sababu tunamuona mzazi kwanza kama mlezi wa kwanza, anapomrilizi mwanafunzi kwenda shule anaishia kwenye jamii. Sasa kitendo cha kuishia kwenye jamii, hii jamii kakosa mawasiliano, haiwezi kumsaidia huyu mtoto pia aweze ende shule. Akifika shule haendi kwa sababu hakuna follow up ya kujua kama nani amekuja nani hajaja. Kwa sasa ili kuweka coordination ambayo ni nzuri, lazima tuangalie mzazi, tuangalie shule na tuangalie polisi. Hao wakikaa pamoja, manake jamii imekuwa centered. Tutaweza kuwaona hao watoto na kuwasaidia wafikie malengo yao. Kwa nini? Moja, sisi ni jamii na hao watoto ni jamii. Sasa jamii ni lugha ambayo ni pana, lakini imegawanyika kwenye hizo idara. Mzazi ni sehemu ya jamii, shule ni sehemu ya jamii, lakini polisi pia ni sehemu ya jamii. Kwa tukikutana wote ili tukumbushane wajibu wetu, ndio maana kuna hizi idara 3. Zikikaa pamoja, tumetengeneza yale mafiga matatu ambayo ni pembe tatu. Inaweza kumsaidia mtoto kuingia. Kwa ukikaa kwenye triangle, ukipita kokote watakuona huku na huku utaonekana, unaweza kutimiza lengo na wajibu kila ambacho unapaswa kutimiza. Kwa tumetekeleza kama taasisi, na naamini kwamba tukishikamana kwa pamoja tunaweza kumsaidia mtoto kufanya au kuleta mabadiliko ambayo ni makubwa ya kielimu, kiafya na makuzi pia. Kwa majina naitwa Arnulfo Novatus Sorasa, natokea taasisi ya Jamii Kwanza Initiative iliyopo Dar es Salaam, wilaya Ilala. Taasisi hii tupo Mkolemba, Gongo la Mboto. Leo tumealikwa kwenye mafunzo ambao ni washa imefanyika kata ya Kivule kwa wanafunzi na wazazi. Sisi kama taasisi tumekuja kwa ajili ya kutoa uelewa kuhusiana na umri wa watoto. Kuanzia mwaka 0 mpaka 5 ni umri wa utambulisho wa mtoto. Kuanzia 6 mpaka 13 ni umri wa kanuni kwa mtoto. Kuanzia 17 mpaka 14 mpaka 17 ni umri wa urafiki baina ya mzazi na mtoto, na 18 ni umri wa kupata feedback au kupata mrejesho kutoka kwa mtoto. Kwa hiyo tumekuja kufanya mafunzo haya pia na kuelimisha jamii na pia kuitambulisha kamati ya mtakuwa. Sisi kama taasisi Jamii Kwanza Initiative tunafanya mradi katika kata 3 Dar es Salaam: Kivule, Msongola na Kipunguni. Kwa hiyo tumekuja pia kutambulisha kamati ya mtakuwa kuhusiana na ukatili kwa watoto, ukatili kwa wanandoa, ukatili kwa jamii, namna gani kuweza kutoka na ukatili huo na kuweza overcome ukatili. Kwa hiyo kama taasisi tuko hapa kwa ajili tumeungana na jeshi la polisi kuweza kutoa uelewa na kusukuma jambo hili liweze kwenda. Jamii tunaigusa kwa kutoa mafunzo. Kwanza hatua kwanza tulifanya, tumeunda kamati ya mtakuwa, ambao kamati hiyo ipo kwa ajili ya kuzuia ukatili na kuibua changamoto zote za ukatili katika kata ya Kivule. Na licha hivyo tumejengea uwezo ile kamati ya Kivule ya mtakuwa, ambapo kamati hiyo imekuwa na uwezo wa kuweza kuibua changamoto hizo na pia kuzitatua. Na pia baada ya hapo hata wale ambao wanafanya ukatili kuchukuliwa hatua na sheria. Ndio maana kwenye kamati yetu kuna polisi kata,
usalama, uongozi wa usalama pia upo kwa ajili ya kulisukuma na kuweza kuweka movement kwa zile kesi. Kwa mfano kesi ya ukeketaji iweze kuchukuliwa hatua, ubakaji iweze kuchukuliwa hatua. Kwa hiyo kutoa elimu pia na kuchukua hatua kwa wale ambao wanatekeleza ukatili. Kwa majina anaitwa Asmani Omari Hassani Muogo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Magole A, kata ya Kivule, jimbo la Kivule. Mimi leo niko hapa katika elimu juu ya malezi ambayo imeweza kutolewa na Jeshi la Polisi kupitia mkoa wetu wa Dar es Salaam katika kata yetu ya Kivule, eneo la mtaa wa Kelezange. Niko hapa kujumuika na wananchi pamoja na wanafunzi kwa lengo la kuweza kupata elimu hii na kuisikiliza kwa umakini, ili nasi kama wenyeviti wa serikali ya mtaa tuweze kurudi kwenye mitaa yetu na kutoa elimu. Kwa haraka tu nimeelewa Jeshi la Polisi na namna gani bora wanavyoweza kutoa katika malezi ya pembe tatu. Sasa wamekuja na mbinu mbadala ili kutokomeza utoro, uvutaji bange na utumiaji wa madawa ya kulevya kwa wanafunzi. Wameona ipo haja ya kuwa na mfumo wa malezi wa muunganisho, yani wa pembe tatu. Sasa kuna mzazi na kuna mwalimu na kuna polisi, lakini katikati kuna jamii. Ili kuweza kutokomeza haya yote, inapaswa hizi pembe tatu zishirikiane kwa pamoja. Na sasa nilivyoelewa ni kwamba mwalimu ama shule na polisi wanapaswa kushirikiana, kwa sababu mtoto asubuhi anapotoka kwenda shule, wakati mwingine hawezi kufika shule, anaishia katikati pale kuna jamii. Mzazi, mwalimu hajui chochote kuhusu mwanafunzi yuko wapi. Mzazi hajui chochote kuhusu mwanafunzi wake amefika shule ama hajafika shule. Lakini jamii ambayo inazunguka inamuona yule mtoto, inashindwa kukemea na pale inampokea kwa namna ya kucheza pool, michezo hii ya PS. Hivyo navyo jamii tukishirikiana kwa pamoja tunaweza kutokomeza huu utoro usiendelee. Lakini sasa tumeweza kupata elimu kwamba sasa kuna haja ya polisi kuwepo katika mashule yetu. Pindi ambapo mwalimu anaweza kuita majina na kuona mwanafunzi hajahudhuria, sasa kuna uwasilisho wa moja kwa moja kwamba mwalimu sasa anaweza kushirikiana na polisi ambayo ipo katika shule ili kutoa taarifa za mtoto ambaye hajafika shule. Lakini bado pia polisi naye anaweza kwenda kwenye jamii pale ambapo mtoto anapotelea pale katikati, kwenda kutoa elimu kwa maana ya kuweza kutokomeza haya masuala yote yanayoweza kuhusisha mtoto asiweze kufika shule. Kwa hiyo mimi elimu hii nimeelewa kwa maana sasa tunaenda kutokomeza utoro mashuleni, uvutaji bange, madawa ya kulevya, lakini pia kwenda kuishirikisha jamii moja kwa moja kwamba si lazima awe mtoto wako wa kumzaa. Sasa ni lazima jamii uweze kutoa taarifa, uweze kutoa elimu juu ya yule mwanafunzi ambaye anaonekana anazagaa muda wa shule, na sisi wenye majengo yetu tusiweze kutumia nyumba zetu kuwahifadhi watoto ambao tunaamini kwa muda huu wanatakiwa kwenda shule, kwa sababu tunaamini katikati ya jamii zipo nyumba ambazo zinatumika kuwaficha watoto, zipo mapultebo ambayo yanatumika kuwaficha watoto. Kwa majina mimi naitwa Akida Abdalla Mganga, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Kelezange ambao unapatikana katika kata ya Kivule. Shughuli iliyokuwepo leo eneo hili la kituo cha polisi hapa uwanja wa mpira, kulikuwa na elimu ambayo ilikuwa inatolewa na askari polisi wetu, viongozi wa mkoa pamoja na kata kwenye swala zima la vijana ambao ni bale tunaweza tukasema, lakini pia vijana hao wale ambao wako ndani ya shule kwa maana ya wanafunzi walikuwa wanapewa elimu mbalimbali ambazo zinaweza zikawafanya zikakatisha ndoto zao za kielimu ama zikakatisha ndoto zao za kishule zaidi. Mimi neno ninalolitoa kwa upande wa wazazi, pale wanafunzi ama watoto wao wanaporudi nyumbani wawe makini sana katika kukagua madaftari, lakini katika kukagua mwenendo mzima wa mwenendo wao wa kila siku wanapoelekea shule na pale wanapokuwa wanarudi. Pale wanapokagua madaftari ama kuuliza maswali, wanaweza wakapata taarifa iliyokuwa nzuri kwake. Kama ni taarifa mbaya, ataijua kulingana na majibu
ya mwanafunzi jinsi anavyoitoa. Lakini pia nitoe rai kwa wazazi, hasa kipindi hiki cha sikukuu ya Idi Alfitri, tuwe makini na watoto wetu wanapotoka, aidha katika kuwaruhusu kwenda katika kumbi tofauti tofauti za starehe. Tuchukulie mfano, mzazi anampa nafasi mtoto ya kwenda katika swimming pool kwa ajili ya kwenda kuogelea. Basi anapokuwa anampa nafasi ya kwenda, ajitahidi sana kumwekea ulinzi, aidha mtoto anapokwenda ambatane na mkubwa.